Mpenzi mtazamaji wa Ntwilo Media, leo tumekutana na msanii wa Bongo Flava. Ni msanii mkongwe, ni msanii ambaye ameanza mziki kwa muda mrefu. Utaweza kupata mawili matatu kutoka kwake. Twende tuambatane pamoja uweze kumsikia. Karibu Mr. Ya, kwa majina anaitwa Jibino For Real au Jibazi wa Mahasla. Okay. Vizuri sana. Tunaomba kupata historia yako ya muziki, ulianzia wapi na ilikuwaje? Na ni kipi kilichokupa msukumo wa kufanya muziki? Kwanza before muziki, mimi ni damu yetu au muziki ni asili yetu. Naposema asili yetu namaanisha kwamba wazazi wangu wengi waimbaji, kwa mimi muziki umetoka kanisani kwenye kwaya. Umeona? Baadaye mambo yalikuwa mengi, sio mambo ya ujana, ile kumove kutoka katika kutafuta maisha, nikajikuta nafanya muziki wa Bongo Flava. Mziki umesema uko ndani ya damu. Ni nani ambaye miongoni mwa familia yako yuko naye pia katika tasnia ya mziki? Napozungumzia mziki simaanishi kama Bongo Flava. Mziki ni mziki, hauchagui aina. Namaanisha kama mamangu mzazi pia anaimba kwaya. Wajomba zangu ni wapigaji wa vyombo. Vile vile mimi ni mpigaji wa chombo. Napiga gitaa vizuri. Sometimes hata kuandika ngoma natumia gitaa. Kwa ni msanii ambaye najua sana. Si mbimbi, mimi naimba, ni mwimbaji. Hivyo Okay, tunataka kujua kwamba ilikuwaje mpaka wewe kutoka kwenye muziki wa injili mpaka kwenda kwenye Bongo Flava, kiwa wazazi wako wote wako kwenye system ya muziki wa injili. Katika harakati za maisha. Yaani muziki kipindi naimba kwaya, kwanza nilikuwa mdogo, kuimba kwaya nikiwa mdogo. Kwa hiyo sianza kuwaso katika maisha, ile move kutoka pale labda Kigoma naenda Mwanza, naenda wapi, lazima jichanganye na watu wengine. Au vile vile ilivyokuwa na kihama, sio kama niko na kanisani kusali, mihangaiko iko ni mingi, kwa nikajikuta nakutana na vijana tofauti naimba muziki, na tia support kwa sababu najua kupiga chombo. Kwa sababu mtoto akinipa idea na apiga chombo nini, kwa najikuta na mimi wanaipa collab, mwanangu unaweza bwana, hebu tupeta chorus nini. Kwa hiyo hivi nikajikuta mimi nafutika, mwisho wa siku nikajikuta niko katika industry ya muziki wa Bongo Flava. Ni kipi ambacho unakiona kinalipa katika muziki wa Bongo Flava tofauti na muziki wa gospel? Gospel, muziki wa kwaya bana, yani ni muziki fulani hivi ambao kwanza gospel kama gospel sio biashara. Kwa watu wanafanya biashara wanakuwa nakosea. Ule muziki ni wito. Umeona, kama kazi ya injilisti, kama kazi zingine za yani hivyo ni, lakini kwaya unaita njaa bwana, hizo njaa bwana. Ukifanya biashara kwenye kwaya njaa. Lakini muziki wa Bongo Flava ni muziki ambao kama ni kazi. Umeona, kwanza ni muziki unaimba mataifa, unaambia hadhira. Umeona bwana, ndio wengi tunaimba mapenzi. Umeona? Vitu kama hivyo. Kwa tofauti kwa hapo. Lakini mbona tukimwangalia mwimbaji wa muziki gospel naimba mapenzi lakini ndani ya muziki wa injili, je, naye tunaweza tukazungumziaje hilo swala? Gospel siwezi kumzungumzia sana, lakini naona kwa mimi binafsi sielewi anakuwa analinga kitu gani, kwa sababu ukimsikia gospel afu ukasikia muziki wa Bongo Flava ni sio tofauti. Ndio maana kwa Fiesta sometimes anako perform. Kwa sijui kama je watu wa gospel mpokeaje au hilo siwezi kuzungumzia swala kama hilo, kwa sijui. Tunaomba kujua muziki ulianzaje na nyimbo yako ya kwanza unatunga mashairi ilikuwaje? Ya, nyimbo yangu ya kwanza inaitwa Nimenasa. Maana nyimbo moja ambayo ukisikia tumeshairi kile kama kigospel fulani hivi, zina njia nizo kunapita. Kwa ndo muziki wangu wa kwanza nimerekodi, ikawa sina pesa za kwenda kwa studio. Lakini katika mashindano ya muziki hapa Kasulu nikajikuta nafanya vizuri. Nikakubalika nikaenda kurekodi Kigoma. Nini changamoto za muziki wa Bongo Flava? Changamoto ya muziki wa Bongo Flava ni kwamba nisho tukupata hela kwenda studio. Kwa sababu unajua maisha yanakuwa tight. Na msanii kupendeza, ushine, unaikane, mademo kuelewe. Vitu kama hivyo. Kwa unajikuta na ile budget yako, ndio maana sometimes hata producer watu tunagombana kila siku. Producer anataka pesa, wewe pesa unafuna kitu. Unajua unataka kusogea. Kwa hiyo unajuta inakuwa changamoto yani. Umezungumzia mademu wa kuelewe katika muziki. Kwa hiyo unafanya muziki kwa ajili ya kupata mademu au inakuwaje hapo? Naposema mademu unielewe, si maana kwamba nafanya muziki kwa ajili ya wanawake. Hapana. Mademu unielewe vipi? Kupendeza. Unajua muziki brand. Muziki unapokuwa na brand, hata heshima pia inakuwepo. Lakini unapokuwa una brand, sijui ndio maana leo kesho tuko Diamond amsuka hivi, kesho amfanyia hivi, kesho kwa dem fulani, kesho ile ni moja njia ya kuteka mashabiki, kuzungumziwa kila siku, vitu kama hivi kawaida. Kwa jinsi ninavyoona muziki wa Kasulu umeshuka au muziki wa Kigoma kiujumla umeshuka. Imekuwaje mpaka muziki kwa sasa umeshuka? Kwa sababu mlikuwa ni watu ambao mnafanya matamasha kila siku, lakini kwa sasa hatuwaoni tena. Hapo ikoje? Muziki wa Kasulu kushuka au mkoa wa Kigoma kwa ujumla ni kwamba
support, unajua zamani kuna support. Labda club zilikuwepo nyingi. Sometimes FM club ilikuwepo, kule Kadaki Sound, Mwana Night Club, siko makumbi kibao, lakini sasa hivi makumbi yote sasa hivi hakuna. Sasa kuna mabaa tu. Sasa unakuta zile issues za kusema tuna perform, labda tunafanya show, sasa hivi hakuna. Ndio maana sometimes hata hiyo imeshusha. Vile vile napopea muziki sasa umechange. Muziki umekuwa mkubwa, muziki umebadilika. Kwa sasa hivi watu wanaangalia kwa network. Sasa hivi mitandao ndio unafanya hivyo. Unajua zamani tunajua muziki labda Clouds wapi nini, lakini sasa hivi muziki unaweza kwenda wenyewe. Kama unafanya kitu kizuri kwa mtandaoni, unatengeneza fans wako. Mimi naamini muziki unaenda tu fresh na unafika. Iko hivyo. Sawa, lakini pamoja na kwamba mziki wa Kasulu umeshuka, nimekutana na baadhi ya wale waliokuwa wakitoa support upande wa muziki. Wanasema kwamba walikuwa wanawasupporti sana, lakini ninyi wenyewe pia bado mlikuwa mnakwenda mnawakashfu, mnakuwa na maneno ya ajabu. Hilo unalichukuliaje? Hilo unajua katika maisha haya bifu zipo. Na hilo siwezi kuzungumzia sana kwa sababu mimi sije kugombana na mtu yote yule, labda mtu wa support, sije kugombana yote. Kwa hiyo sio mimi kulizungumzia, siwezi kuzungumzia kindani sana. Mimi najua tu labda hivyo, mimi najua hivyo. Kama kuna watu walikabifu, basi naona watu walibia labda sometimes ta njia. Lakini unajua kwa sasa hivi katika kufuatia kwa wale wangu mimi naona kama hata Saikeno pia kama yani kama wameka pini fulani kwenye upande wa Kasulu. Kwa sasa hivi club inaisha saa 6. Wakati zamani mpaka saa 8, saa 9. Kuna ikuta saa 6 mtu ndo mtu anajiandaa kwenda club. Kwa hivyo naona hata hizo pia zimechangia, lakini kuzungumzia kwamba eti wasanii walifanya hivi namna gani, hapana. Na mimi ziko bifu tu binafsi na chuki zinatokea tu hizo. Hivi vipi mziki wako na mziki wa, kuna jamaa moja anajiita Dr. Melody, yani King J. Anasema kwamba yeye ndo top katika mziki wa R&B hapa Kasulu. Vipi ikoje kati ya wewe na yeye, nani ambaye kidogo yuko vizuri kwenye mziki, au wewe unaichukuliaje hiyo? Labda kabla siongee chochote, labda nikuulize wewe mziki wangu unaofahamu, mziki wa bwana unasema wewe unaofahamu. Wewe binafsi unaona linganisha ukubwa wa mziki wako na mziki wake, majibu unaweza kupata kabla siongea mengi. Hapana, mimi nataka uniambie wewe, kwa sababu yule ni Dr. Melody, ni balaa kwa muziki. Sasa sijui hilo limekaaje. Unajua unapojua Dr. Melody, unajua unazungumza kitu ukajua ukasema tu, sio maneno tu. Lakini mziki kwanza, mziki kama mziki, Aisha kwambia chimbuko la mziki. Yule ameweza kuimba kaswida na asili ya mziki kwenye kaswida. Mziki ni gospel, ukizungumzia gospel. Mziki lazima ujue kupiga chombo. Unapozia melody, melody ukipata kwa maneno tu, melody piga chombo. Bahati mbaya hapa gitaa sikuja nalo. Nataka kupiga gitaa nikupiga ta intro, ukasikiza baadhi ya njia. Unapozungumzia Jiba au Jibaino wa Mahasla, so King Gay au sio nani, mimi ndio baba lao, msanii wa kwanza kufanya video kali, msanii wa kwanza kwenda studio kubwa. Nilifanya maajabu mbele yao, nikachukua mpaka beats kutoka Kigoma. Wako wapi sio kina Melody? Mimi ndio wa Mahasla bwana wewe. Ni mwanamuziki gani wa hapa Kasulu ambaye unamkubali kwa muziki kwamba wewe mwenyewe unasema huyu kidogo hata mimi ninakaa? Yupo msanii Kasulu. Kwa wewe ni bora zaidi kuliko? Nikuuliza swali. Yes. Msanii gani Kasulu anapiga chombo? Tukiachilia kupiga chombo, tunazungumzia habari ya muziki. Ni advantage za msanii. Msanii lazima uje kupiga chombo bwana. Ukifuata kina Legend kina Barnaba, watu tachiti kwa nafanya muziki, wanaimba na wanapiga bwana. Lakini kumbuka kwamba kuna watu wanapiga muziki au wanapiga vyombo lakini hawajui kuimba. Hiyo inakaje? Unajua hana kipaji cha kuimba, lakini ana kipaji cha kupiga chombo. Sasa mtu anaipiga chombo na anaimba. Huyu ni international bwana. Sio kumlinganisha na mtu anaungaunga bwana. Ila kwa mimi ninavyoona sasa inaonekana kwamba wewe ni bingwa sana kwenye upande wa vyombo, lakini kwenye kuimba naona hauko vizuri, kwa sababu naona umekazana na neno linaloitwa kupiga vyombo, sio kuimba. Hapo vipi? Unajua kwa sababu gani nimesema hivyo? Kwa sababu umeniambia kwamba si Dr. Melody. Sasa ukisema Melody inapatikana kwenye chombo bwana. Unajua kutaka kuandaa muziki, na kuna uandaji wa muziki. Umeona? Mwandaji wa muziki hata producer lazima anze na keys zile, kodi zile. Sasa yeye hajikupigia chombo, simaka anaungaunga. Anaungaunga, shika hiki anapachika ili tu kazi ile. Mimi sifanyi hivyo bwana. Nimesikia maproducer wa Kasulu wakilalamika, wanasema kwamba tumeshindwa kusupport muziki wa Bongo Flava kwa upande wa Kasulu kwa sababu asilimia kubwa mnakwenda kwa
neno linaloitwa blaza nisaidie, nina kanyimbo kangu na nini hivyo. Sasa ni kitu ambacho tayari wale maproducer wamesimama nacho. Vipi, ni sahihi kwamba kweli ninyi ni akina blaza nisaidie kufanya muziki wenu? Kwa hilo swala wanaanza kuongea tu, lakini je, waulize swali Jibaino Mahasla shekolie kwa sababu ni rekodie. Alafu ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi nadharau na nyodo zangu zinanifanya mimi labda nifike mbali, watu wanizungumzie vibaya ili jina langu liende kusambaa. Sawa. Maproducer Kasulu sio mimi nawapenda. Sawa, kwa sababu na support muziki wetu na madogo wanakuja kwa kasi ndio. Lakini ni kwamba mimi ni msanii mkubwa Kasulu bwana. Umeona bwana? Kwa unapoenda studio kama ile pale lazima kuna vitu fulani mimi namtangaza, anapofanya kazi na Jiba lazima kazi yake iende. Lazima studio iende, au sio bwana? Kupitia mimi naweza kupata vichwa kibao. Umeona bwana? Afu vile vile maproducer nachoomba mimi nawapenda sana, lakini wawe makini sana. Unajua muziki uliokuwe lazima angalie wale wakubwa waliotangulia. Na nasema hivi, tusiue wazee wetu kwa sababu wazee wetu tunajua misingi na kila kitu. Sasa sisi ndo malegend hapa Kasulu, wasanii wakubwa. Wangeanza na sisi. Kwa unajikuta mimi naenda kurekodi kwake, ananifanyia muziki wa kawaida wakati mshapita studio kibao. Mimi kuna vitu naweza kamaelekeza. Bwana kuna hili wezetu wanafanya hivi na hivi. Japo sijui kupiga, sio producer. Lakini hicho kitu wao wanakataa, inakuwa ni mvutano. Sasa masuala gani ya kuvutana? Ndio maana sometimes ngoma zangu mimi nitakurekodi wala ni Dar es Salaam, Mwanza, vitu kama hivyo. Lakini simaanishi kama sitaki kurekodi Kasulu. No, na rekodi lakini wajaribu kupunguza mukali. Hivyo. Okay, ni kitu gani ambacho hautokuja ukisahau katika maisha yako kwa muziki huu wa Bongo Flava ulioambatana nao? Kitu ambacho kusahau ni kwamba kuna siku nilipata management nikaidiwa kwenda kurekodi, lakini siku ile ya kwenda kurekodi umeme ulikatika. Sasa wakati mimi nataka nirekodi, alafu ndani ya siku 3 nirudi Kigoma. Hapo niko Mwanza na tuko studio, vibe lishapanda, muka lishaamka, majini yashasimama. Kule kajikuta ili ni boa sana, niliumia sana. Alafu mimi kuja kama kesho asubuhi. Sitosahau siku hiyo bwana. Siwezi kusahau. Naam, mpenzi mtazamaji, huyo ndo Jibaino wa Mahasla, mtoto aliyetoka kwenye gospel kwenda kwenye mziki wa Bongo Flava. Umepata kidogo vionjo na umeona ni namna gani ambavyo ameweza kuwazungumzia wasanii wa Kasulu. Yeye ni top katika mziki wa Kasulu. Hapa chini tutakupigia kinyimbo ambacho amerekodi, utakuwa unakisikilizia ile kwa mbali uweze kuonja radha na mziki anaoufanya. Kiufupi unawazungumziaje wasanii wa Bongo Flava wa Kasulu? Wasanii wa Bongo Flava Kasulu, mimi sina cha kuongea zaidi ya kuambia tu wakaze. Alafu maneno sio mengi, alafu na heshima. Msanii Jiba ni msanii mkubwa sana. Kuna maneno mengi kwamba kuna majungu kidogo yanapitika. Majungu yakosi. Lakini majungu hawezi kukosa bila kuwa na sababu. Kitu kizuri lazima kina majungu. Hivyo huyo ndo Jibaino wa Mahasla. Umemsikia anasema kwamba wasanii wa Kasulu hebu mkaze na muachane na habari za majungu. Yeye ndo kazungumzia hayo ni maneno yake kutoka katika kinywa chake. Mpenzi mtazamaji wa Ntwilo Media, usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata update mbalimbali katika channel yetu. Big up sana. Hii ndo Ntwilo Media. Asante. Mpenzi mweza kuchaka Sweetie my baby, una wivu kama joketi. Hata wakijana mapenzi usipunguze mapenzi. Asijifanye uwaoni, hawana kitu moyoni. Roho yangu mkononi, itunze kama ya komboni. Shanogea, Tamkorea, kipenzi. Mweza kuchaka Tamkorea, kipenzi.